Bila shaka karibu, tunazidi kuingia katika mjadala huu kwenye makala yetu haya ya The Impact, tukiangazia hali ilivyo ya sekta ya afya humu nchini. Katika sehemu hii nikitupia macho shirika la SHA, na je, SHA imekuwa ikifanya kazi kwa kiwango gani toka ilipoasisiwa, ikiwa ni takriban miaka miwili, imekuwa na panda shuka zake katika taifa hili. Wapo wanaosifia kwa upande wao na wapo wanaolia. Wanalia kwa nini? SHA haijaweza kuwafanyia kile ambacho walikuwa wanafanyiwa na NHIF. Waswahili wanasema mke wa kwanza na mke wa pili. Mke wa pili amekuja na mambo yake, manake wa kwanza alikuwa anajua kumweka huyo mume. Lakini sasa watafanyaje? Manake washaingia, mke wa pili yupo ndani, itakuwaje? Tumzungumzie SHA, manake tulipofika sasa, Peter yupo katika mahali ambapo anahitaji kuenda na kurudi India. Anahitaji shilingi 500,000. 500,000 hizi SHA haijazungumza inaitoa wapi. Lakini je, Peter anahitaji kufanya nini? Ameweka ardhi yake kwamba ndiyo ambayo itampatia uhai wake iwapo anahitaji kuishi tena na kuendelea kuishi, kwa sababu iwapo hatufanya hatua yeye, basi SHA ambayo imekuwa ikijikokota huenda ikampeleka ambapo hataki kuenda kwa sasa. Manake ana jamii yake na familia yake anaotaka kuishi nayo. Peter, umeniarifu kwamba kilichobaki sasa ni kuuza ardhi, ama ujipate kwamba maradhi yanaongezeka mengine kwa sababu ya utafiti ambao umeufanya. Hii limefikia kwa nini hasa, na umebaki na muda gani? Labda sasa nilifanya harambee kabisa kwa marafiki wale tulikuwa tunasoma nao, nikapata matibabu na hiyo pesa, lakini imefika mahali sasa ni kama nimefika mwisho. Inabidi nitafute kitu niuze kama ardhi ambaye niko nayo peke yake. Sasa inamaanisha ukiuza ardhi watoto wako watakosa urithi, na it affect sasa generations kadhaa, ambapo si haki kiamini na ukiona ati, lakini inabidi ni hivyo ama niende. Sijui kama tunaelewana. Uende kwa nini? Kwa sababu kuna muda umewekewa, ama kuna kipi ambacho kinafanyika? Nilikuwa na shida kusema nife. Lakini itabidi niuze hiyo ardhi. Kuna muda umepewa? Umepewa miezi 6. Already tumia miezi 2. So na miezi 4 za nipate pesa za kwenda India. Daktari wa ubora, mgonjwa anapokuja kwako na umemwambia amebaki na miezi 6, 2 ameshakula, amebaki na 4, ubora wenu wa afya unaingia wapi? Na SHA inahakikisha ubora unapatikanaje? Maanake ni afya bora kwa wote. Kama kawaida kuna kitu inaitwa prognosis. Prognosis ni vile daktari wamesoma disease process. Ukiangalia kila ugonjwa process, ndio unasikianga hii ugonjwa ikienda hivi, ikielekea hivi, roho ikiendelea kupiga hivi kama bila kutulizwa ama kurekebishwa, ikifika miezi 6 inakuwa imeharibika zaidi. Hiyo ndio unasikianga mtu ameambiwa kwa lugha ya kawaida umebakisha miezi 4. Haimaanishi umebakisha miezi 4 ufe. Inamaanisha umebakisha miezi 4 unahitaji kuharakisha matibabu. So hayo matibabu, kusema tu kweli, bila kuwa na fedha ama bila serikali kukaa chini ifikirie zaidi tena sana ile vitu ya chronic sickness, ikae chini ipige hesabu vile itasaidia Wakenya wake, because ukiangalia population yetu mingi imeenda kielekea wale watu wengi wamefika hiyo miaka. Siku hizi magonjwa ya hypertension, diabetes inaanza na miaka 30, kitambo ilikuwa inaanza na miaka 60 there. Sasa 30, angalia hiyo disease burden. Ndio maana nimekaa nikajiuliza nani anatengeneza hizi parameters. Wakaangalia statistics, wakienda kwa ile poto ya data ya wagonjwa kila hospitali, wakiangalia statistics, the disease burden of these conditions of dialysis, wakishukisha tu mara 2 kwa wiki badala ya mara 3 vile zilikuwa zinafanywa. Nani atakuwa ni 40,000 kila wiki, kila mwezi za kupeleka hospitali? Hujaweka fare, hujaweka chakula, hujaweka madawa. NHIF SHA wakasema watatoa kulipia dawa fulani. Wana mpango gani?
ukweli kwa universal healthcare vile ilianza miaka iliyopita, naona itakuwa ugumu sana kuifikia hiyo universal. Ni kama tu kila mtu Mkenya ajikadirie vizuri kabisa, aone vile atajihudumia. Lakini mbona tunakata pesa basi? Si tukae chini, turudi, tu restructure, tuangalie nini, wapi tulikosea, tuangalie tunakava nini, tuambie wa Kenya hii ndio tunakava ya ukweli, ingine jisort. Itakuwa vizuri na itakuwa ya uwazi. Alafu tuwache wana afya, madaktari, nurses wakiumwa kichwa. Sasa kwa sababu kama sina dawa, niko hospitali, mimi ni muuguzi kwa practice. Niko hospitali nikipata mzee kama huyu ndio hahitaji dialysis. Unajua kuna vitu zinaitwa creatinine, urea, potassium, zinakuwa zimeharibika sana. Haizi kuwa sawa. Mtu anakuanga mgonjwa kabisa, huwezi muangalia ukamwacha, utamchukua umtibu. Tukiendelea kufanya hivyo itafanya, because hatutakurudisha. Itakuwaje hospitali? Hiyo hospitali ita afford kunilipa? Haita afford. Si hospitali zinaanguka, zote zinafungwa. Alafu tutafanyaje? Hilo ndilo swali. Usawa wa afya ya Wakenya, tafadhali naulizanga, nani anatusikiliza? Asikilize tena zaidi. Usawa uko wapi? Sababu ukifanya mara mbili ama unastahili mara tatu, huwa ina affect vitu vingine kwa mwili kama haufanyi dialysis inavyofaa. Kumbuka dialysis ni ya kutoa uchafu mwilini, uchafu wa urea na creatinine nilosema. Na usipofanywa hivyo uta create vitu vingine ambavyo vitakuwa affect, including akili. Kwa sababu hii inaenda kwa cells zote za mwili. So itaanza ku affect roho, itaanza ku affect figo, itaanza ku affect figo, inaitwaje? Figo, maini, ubongo, kila kitu isipokuwa kucha na nywele. Hata nywele ina affect. So what are you doing? Unaongeza expenses za huu mgonjwa. Mulei, umekuwa na mgonjwa kwa muda. Hii safari tunapoienda, unadhani dereva yakiwa ni serikali mutafika mnakotaka kwenda ama gari imeshakwama? Maoni yangu, dereva akae chini, afikirie na asikize, kwa sababu ni kama wale watu wamemzingira hawasemi ukweli. Na saa zingine kama sasa vile mwenzangu pale alisema, mmoja atasema alilipiwa, mwingine atasema hakulipiwa. Kwa hivyo tunapigana, kwa sababu hospitali zingine ziko na cover tofauti. Hii maneno ya level ya nini hatuelewani. Tuwe usawa kwa matibabu. Ukiingia hospitali vile Emily amesema, ujue ni nini unatibiwa, tuwe usawa na tuache kubagua watu. Lakini ile ya muhimu kabisa ni hizi vipengele ndio zinasumbua. Hizi vipengele na hii pesa tunahesabiwa kama dawa. Shilingi 20 ya Piriton, alafu unalipa 50. Piriton ni 20 bob, lakini utalipa 50 ndio uweze kupata Piriton ya mbao. Kwa hivyo umelipa 70. Kuna vitu zingine azieleweki, lakini ule mtu ananunua Piriton, yeye ameamini amenunua dawa. Lakini mimi ninaelewa nitaita ukora. Kwa hivyo dereva wetu naomba asikize hawa watu anabeba passengers, hao ndio wanaumia. Kwa sababu hawa watu wale wanamzingira, makanga si kazi yake ni kuchukua pesa na shukisha beba. Yeye hana haja ya kujua chochote. Sasa hawa makanga zake nao wengine wamepanda gari pamoja, hawaelewani. Lakini huyu abiria huyu amebebwa, ndio akipitishwa stage atarudi mguu. Yeye ndio anaelewa uchungu ya kupitishwa stage. Ako na hela. Hata si tumeona watu wengi wakitupa kwa matatu kwa sababu hawana hela ya kutosha, hawana shilingi 10. Bas sasa hapo ndio tupo. Na hiyo ndio pia watu wanapitia, kwa sababu kama yeye hana hospitali namwambia kwamba shukia hapa kwa sababu hauwezi endelea na safari hii. Hata ningeomba kitu kingine, wanatengeneza hizi story zote, atembelea ward ya watu wa kidneys, tembelea watu wa saratani, tembelea hizo ward tu, hata si ati afanye mambo kubwa, awatembelee na waulize wanapitia nini. Hapo tu itakuwa
suluhisho kubwa, badala ya kwenda kwa maofisi sijui kuchora vitu vingi sijui tunahitaji tufanye nini. Ule mtu ambaye ako involved na kuchora hizi vitu zote aingie kwa ward one by one za watu wa chronic, aone watu wanapitia nini, ama ambiwe tu kile kitanda apitia ataambiwa. Akirudi atarudi akili tofauti. Obeds, tumeyaona haya yakitokea, na sasa hivi tumemwona Rais William Ruto katika kongamano lililoisha amesifia sana UHC kwamba inafanya kazi, inafaa kuwekezwa zaidi katika swala hilo. Ana nguvu ya kusimama mbele ya umma na ulimwengu na kongamano kama lile na kujisifu. Rais wetu is one of those people you can't shame the shameless. Hana uoga kudanganya. Na inauma sana na inaudhi kwamba mtu ambaye alisema kwamba ataitetea katiba na ashughulikie wananchi hajali kinachotendeka kwa watu wake. Bora yeye aseme anachokisema imetosha. Lakini cha msingi kwangu, tumesema kwamba serikali haifanyi inavyopasa. Ukiangalia pia watu hawajui vile wanaweza kuaccess SHA accounts zao. Na labda mkiingia nani kwa SHA accounts, you might discover things that you don't know. Because I have a living example where kuna mtu ameenda akatibiwa kwa jina langu. Nikiuliza SHA wanieleze sababu mimi si kwenda Garissa nitibiwe. Mimi ni mmoja. Ni Wakenya wangapi ambao kwa sababu haezi ingia kwa account zao hawajui kinachotendeka? Labda wamelipishwa ama wamebadilishiwa watu ambao ni beneficiaries. How do you deal with digital? There's a digital health authority that's supposed to protect the data ya Wakenya. And it's a major problem. Na ukiuliza SHA wawajibike ama wakueleze iko vipi, hawasemi. Langu ni kwamba hii serikali ama wale wanahusika wawajibike na waweze kuheshimu Wakenya, wafanyie Wakenya kazi, si wawe na ubinafsi. Kwa sababu ilivyo sasa, wanaofaidika kwa mambo ya SHA ni wale ambao ni watu wako serikalini, ama watu kuna ushawishi mkuu, ama wale wako karibu na watu wenye na uwezo mkubwa. Ambalo ukiangalia kuna watu wengi, watu wadogo ambao hana uwezo, hawezi uliza maswali. Nani atawasikiza? Kwa sababu mwananchi mdogo, ukweli watu wanaumia. Watu wanaenda hospitalini, hautibiwi, unaambiwa urudi nyumbani. Unaambiwa enda ufe. That's what you've been told. Beatrice, Rais ulimsikiza siku jana juzi amesifia sana UHC na mambo mengineyo mengi kwamba tunafaa kufungua masuala ya dawa, masuala ya nini na nini. Anakushawishi kwamba SHA inafanya kazi. Anishawishi. Kwa sababu bora Wanjiku wanasimama na kusema faidiki na SHA, basi Wanjiku ndio msema. Si Rais William. Kwa hivyo Nitarudi kwako. Acha nitengeze mikrofoni. Emily, Rais anakushawishi unapomsikiliza? Kila siku mimi hujiuliza kwa nini wanatetea kitu na tunasema haifanyi. Kuna si wakuje watueleze. Niko kwa hospitali na hudumu kwa hospitali, haijalipa vitu vile zinahitaji kulipwa. Wagonjwa wanahitaji kutibiwa, ndio wamekuja dialysis maximum mara 2. Ya 3 jilipie ama uende ujipange. Madawa inahitajika kulipiwa, tutalipia Piriton na tutalipia Cefixin. Cefixin ndio inahitajika, Piriton hata tuna haja nayo. Kidogo kidogo tumepeleka claim tunafaa kulipwa, hatutawalipa. Madeni ya huko hawali mpaka saizi haijalipwa. Jamani, si mtueleze inafanyaje? Inafanyaje ndio tuseme system ya pila ya finance inafanya. Naongezea kidogo. Ndio mule. Kuna mikutano. Kama juzi tumeambiwa watu wa serikali wameongezewa hela. Kutoka last year. Kila saa tunaambiwa sitaki kutumia hiyo jina, tumetenga hiyo. Na tumeweka mikakati. Tulitembea mpaka parliament. Tukaambiwa huu mwezi watu wa saratani watapewa 800. Last year
Sasa tunaelekea mwezi wa 6, hizo hela hatujaona. Kwa hivyo mimi swali yangu ni hata tukienda tuambiwe kwa hewa, kwa sababu ni hewani broadcast tunaelezewa ni ahadi za hewa. Kwa sababu ukienda kwa ground hamna. Tafadhali hiyo ahadi tunapewa, tutatenga, tunapea hizo hela ile tuliagiziwa last year, kwa sababu walikuwa wamama walidemonstrate na wakauliza watu wa kansa waongezewe pesa. Bado hatujaziona. Beatrice. Sasa nasikika Bila shaka wanakusikia vyema. William Ruto hawezi nishawishi kama kwamba Wanjiku akisema SHA haifanyi kazi, nitaamini Wanjiku. Pili, tunaangalia kwamba data kama watu milioni 29 wamejisajili, lakini milioni 5 ndio wanachanga, then kuna shida mahali. Tukisikiza madaktari wale wanaomiliki mahospitali kadhaa, na wanasema ya kwamba hawapati reimbursement kutoka SHA zinavyofaa, na hizo hospitali zinakuwa strained, then haifanyi kazi. Kumaanisha ule mhuduma wa afya ridhiki na hii SHA na venye inavyotekelezwa. Kwa hivyo inapaswa William Ruto atulie, wananchi wamwambie inafanya, haifanyi. Na mwananchi akimwambia haifanyi, achunguze. Lakini kitu ya muhimu tunafaa tuwaze ya kwamba SHA is a form of socialism. Na socialism tutakuja kugundua ya kwamba inafanya poverty ikue kubwa zaidi. Kwa sababu mtu tajiri akiweza kuongezewa cost ataweza kuziabsorb. Lakini mtu maskini akiongezewa cost haezi absorb. Kwa mfano, waliposema 2.75 itakatwa kwa mishahara za watu, mtu tajiri ni kweli atatoa, lakini inaweza kuwa haimuhusu sana, haimfinyi pale palito. Lakini kwa mkulima mdogo, ile kitu 2.5 ukikata pale kwa mapato yake, ya kwamba ule mtu atafeel kuna mahali zile pesa angekuwa anatumia mahali kwingine, inabidi apeleke kwenye serikali imesema. So kwa sababu William Ruto aliposema ya kwamba ule anapata mapato zaidi wacha atoe zaidi, na ule ana mapato kidogo atoe kidogo, lakini tunaona ile AI hivyo sivyo inavyofanya. Unapata ule mtu alikuwa analipa 500 sasa analipa 1000, yeye hiyo cost anaweza shindwa kuabsorb kwa sababu alikuwa anaitumia mahali kwingine. Lakini kama mimi nina 1 million na uniongezee 5,000 juu, ni kwamba umeniongezea, lakini ile cost naweza iabsorb. So kwa hivyo inamaanisha ya kwamba wananchi wanalalamika kwa sababu watu 40% of Kenyan citizens live below the poverty line. Nao ndio umeongezea ile matozo ya SHA. Kwa hivyo ule mtu kuna mahali unga hata nunua kwa sababu kuna mahali anapeleka ili ikalipe zile premiums. Lakini mle mtu ako kwa ile 2% hata umeulipisha 50,000 kwa premiums haiwezi mguza zaidi. So kwa hivyo sasa tunasema ya kwamba urudi kwa drawing board. Kenya system haiwezi kuwa kama nchi za ng'ambo kwa sababu 84% ni informal sector. Na lazima tukubali ni informal sector. Mpaka siku ile watakuweza kuformalize sector yetu ya Kenya. Kama 84 ndio informal, hakuna venye tutaweza kutoa mapato vizuri kwa ile SHA vizuri, kwa sababu leo uko nacho, kesho umepata. Leo umeenda mjengo, kesho hujaenda mjengo. Wewe leo ni mkulima, umepanda mahindi, mvua ikunyesha, au kupata mapato. Mpaka siku yenye Kenya 84% maybe watakuwa kwa formal, itakuwa formalized, basi SHA inaweza fanya kazi. Lakini kama bado tuko informal 84%, SHA itakuwa na utatanishi kidogo. Asante sana, nichukue kauli zenu manake yake nitaichukua kama kauli nzuri sana ya kufunga bila kumongezea nyingine. Kwa sekunde 30 Emily, tukirudi hivi kila mmoja tufunge mazungumzo haya. Maombi yangu ni kidogo hivi. Tunapotengeneza hizi policies za kuhudumia wananchi kiafya, huzisha kila mtu mwenye ana ability to put their point there. Hakikisha umeleta mtu anahudumia wagonjwa hadi wa MRI, hadi wa X-ray, hadi wa kutengeneza hizi vitu. Mufanye costing kabisa. Mukimaliza kusema tutakava hii chemotherapy mpaka 100,000, kila mtu anaridhika. Tukifanya hivyo
yule mgonjwa mdogo na mimba si ugonjwa, na tusiongelele mimba kwa SHA tafadhali. Mimba si ugonjwa, itoke ihudumiwe, mama ajifungue, tumalize. Asante. Obed, Peter, wewe utakuwa wa mwisho. I don't have much to say. Government has to do the simplest of tasks. Listen to your people, do what is right. It is that simple. If you don't want, you're probably stealing from us and you have no intention to help us. That's it. Mulei. Mi ningeomba serikali vitu mbili. Ya kwanza, pesa ya mgonjwa ikiisha, akubaliwe alipe premium, aendelee matibabu. Matibabu yasisimamishwe kwa sababu akona hela ile walisikizana alipe. Alafu hii maneno ya kusema x-ray 2, sijui MRI 1, sijui ni, unajua hata wanaume wanapataga kansa ya matiti. SHA ilisema hawezi fanya mammograph ni ya wanawake. Kwa hivyo kuna wizi vipengele wameweka azieleweki. Kwa hivyo kuna vitu waangalie vizuri, daktari akiandika test yoyote, tafadhali tuache ubishi na daktari na wagonjwa watibiwe. Asante. Peter, kauli yako ya kufunga na iambia nini serikali SHA? Mimi ningesema kitu moja. Ni vibaya sana kuingiza siasa kwa wagonjwa. Sasa ni kusema kama hivi nikisema SHA ifanyi kazi, mtu anasema niko against Ruto ama niko against serikali. Mimi si ikwedi Ruto, ikwe sijui nani, mimi na afya nasikia vizuri na pia kura yangu itasaidia. Lakini sasa wakati ule naambiwa ati since nimesema SHA ifanyi, niko against the government. Na hivi mimi ni mgonjwa. Sura ya ugonjwa ndio unayoona. So ningeomba sana tutoe siasa kwa vitu kama SHA. Kama haifanyi kazi na turekebishe. Tuache kusema ati Peter amesema SHA haifanyi, kwa hivyo iko against serikali ya sasa. Si kweli. Ukiwa mgonjwa, wewe ni mgonjwa. Lakini tunahitaji ni matibabu, au hitaji siasa kwa maisha yako kabisa. Lakini unaletewa siasa mpaka kwa doorstep yako. Asante. Si vizuri. Asante Peter. Mimi sitaki kuongeza kwa Peter, wenye kusikia wamesikia. Serikali imesikia kile ambacho Peter amesema. Tuangazie taarifa hii. Usiku wa leo katika makala maalum ya The Impact, timu ya uchunguzi ya KTN inafunua pazia ya hali ilivyo katika baadhi ya hospitali humu nchini, na nataka tuangazie taarifa hiyo. Hospitali ya Kenyatta, hospitali ya rufaa kubwa zaidi Afrika Mashariki na Kati. Kutoka nje, taswira ni ya taasisi ya kifahari, lango kuu lenye heshima, barabara zilizopangwa vizuri na kuta za matofali zinazoinuka kama fahari ya taifa. Katika makala haya maalum ya The Impact, KTN iliingia ndani ya hospitali hiyo. Hatua moja tu ndani na taswira safi ikabadilika. Hapa tunakutana ana kwa ana na uhalisia unaoacha Wakenya wakifedheheka. Hapa nilipatana na mgonjwa akiwa amelazwa kitandani, ametelekezwa bila huduma. Ninyi mmemweka badala sasa akae hapo kwa corridor. Ona tuweke tu hapo mbele aonekane na kila mtu. Wiki kama jana walikuja jana. Jana wakikuja wakaandikiwa admission ya jana. Masaa ya kuandikitiwa system siko down. Wacha system. Sasa mwezi andikitiwa mpaka sasa kesho. So mumelala hapa? Mumelala hapa. Are you serious? Asia au peke yako. Mumelala zaidi ya watu 100. Wanangojea asubuhi system ifunguke. Sasa unaambiwa uende nyumbani urudi kesho. Uende nyumbani ukuje kesho. Wanatoka Kirikoya. Kisa hiki cha familia hii kutoka Kinangop ambayo imelazimika kulala hapa hospitalini kwa siku 2 si ya kipekee. Kote hospitalini wagonjwa wanasubiri kwenye foleni ndefu zisizoisha.
Nilikutana na mama akiwa na mtoto wake mdogo. Amechoka kwa saa nyingi za kusubiri bila uhakika. Aliniambia aliwasili Kenyatta saa 12:30 asubuhi, lakini baada ya masaa 10 bado hajapata huduma za CT scan kwa mtoto wake. Hivyo imechukuliwa. Sasa ndiye ameapprove, amesema mtoto afanyiwe saa hii. Kichwa inamuuma. Anaumwa na kichwa sana. Pole sana. Umekuwa huku kutoka saa ngapi? Kutoka 6:30. Dhahiri kuwa katika hospitali hii kuna kucheleweshwa kuna kuonesha shinikizo kubwa kwa wagonjwa wa mfumo unaopaswa kuwahudumia. Inamuuma hata kijana. Ni sawa. Pole. Okay. Mita chache kidogo unapatana na mama mwingine akipiga simu kwa hofu. Unataka mto hapa? Kwa nini? Kwa service nzuri. Na huenda huduma hizo duni ndizo anazopitia mwanaume huyu. Kwa wiki 2 sasa amekuwa akija kuomba kulazwa. Madaktari wanasema hakuna vitanda vya kutosha na baadaye wakamtuma kwa ofisi za SHA kupata idhini. Tukaenda tukaambiwa kuja siku fulani. Kuja hiyo siku bado. Kesi nyingine bado. Alafu kuna siku tulikuja tukaambiwa sasa. Tukajaza nile ya fomu ya ward. Tukimaliza wakasema vitanda hakuna. After kujaza SHA tena. Mumepewa kila kitu. Vitanda hakuna. Basi ikatulazimu kutafuta ofisi za SHA. Ofisi hizi hupokea wagonjwa wengi, lakini huduma inajikokota kulazimisha wagonjwa kusubiri nje kwa saa nyingi. Na mara nyingi hospitali hudai mifumo imepata hitilafu. Ila sio tu kwenye ofisi za SHA, bali kila kona ya hospitali imejaa foleni ndefu, huduma zikicheleweshwa kila mara. Mbali na hospitali hii ya kitaifa, tuliendelea na upekuzi wetu katika hospitali za kaunti. Hospitali ya Mbagathi kutoka nje inaonekana tulivu. Kuta zilizopakwa rangi, bustani zilizopangwa, lakini ndani hali ni tofauti. Wagonjwa wamegeuza viti vya kusubiri kuwa vitanda. Mama mmoja aliyejifungua chini ya mpango wa bima wa SHA bado alilazimika kutumia pesa licha ya serikali kuahidi huduma ya bure kwa kina mama. Lakini kila kitu ni SHA inalipa. Registration hapo unalipa 400. Uende hapo kwa record 200. KTN pia ilitembelea hospitali ya Mama Lucy, na hapa wagonjwa wanakumbwa na ucheleweshaji wa muda mrefu wa usajili, huku madaktari wakilaumu mifumo iliyokwama. Kamera zetu zilinasa kijana aliyekaa bila msaada, mama yake akimwangalia mara kwa mara, lakini naye alilazimika kusubiri kwenye foleni. Kwenye uchunguzi wetu kwenye hospitali za Nairobi, mkanganyiko ni dhahiri. Majengo yanayovutia yanayodokeza maendeleo, lakini ndani kuna mfumo wa afya ulioshindwa, mfumo wa kusubiri, mfumo wa kulazimisha wagonjwa kulala kwenye sakafu za baridi na ahadi zilizotekelezwa, mfumo ambao kiufundi ungehitaji kulazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi. Vera Moraa, KTN. Hali ilivyo katika baadhi ya hospitali jijini Nairobi kama alivyotueleza Vera Moraa. Na sekta ya afya katika kaunti ya Siaya inakabiliwa na shinikizo kubwa kutokana na ongezeko la mahitaji ya huduma za matibabu katika kisiwa cha Mageta, kituo pekee cha afya kinachohudumia maelfu ya wakazi pamoja na wavuvi kutoka Uganda, hali inayoweka shinikizo kwa wahudumu wa afya, dawa na vifaa na tiba. Katika maeneo mengine, vituo vya afya vijijini vinapambana na changamoto nyingine, ikiwemo ongezeko la visa vya malaria, shinikizo la damu na magonjwa ya mfumo wa kupumua, huku vikikabiliwa na uhaba wa vifaa na mfumo dhaifu wa rufaa. Maafisa wa kaunti wanasema licha ya hatua zilizopigwa katika vita dhidi ya magonjwa kama malaria na HIV, upatikanaji wa huduma za afya bado ni changamoto. Violet Auma anaripoti. Katika kisiwa cha Mageta, safari ya kupata huduma za afya ni ndefu, ngumu na yenye changamoto. Wagonjwa hulazimika kuvuka ziwa Victoria kwa ajili ya rufaa, huku wengine wakitumia pikipiki ambayo ndiyo njia ya usafiri inayotegemewa kisiwani kutafuta matibabu. Kituo cha afya cha Mageta ndicho kituo pekee kinachohudumia maelfu ya watu katika eneo hili, wakiwemo wavuvi wanaovuka kutoka Uganda. Lakini ongezeko la wagonjwa limesukuma kituo hicho hadi ukingoni, huku wahudumu wa afya wakisema kuwa mara nyingi hukabiliwa na uhaba wa dawa na huduma nyingine muhimu kutokana na idadi kubwa ya wagonjwa. Danington Oyomba ndiye muuguzi msimamizi wa kituo hicho. Commodities that we have can't sustain us.
because like now we have walk-ins from Uganda who have come to do fishing activity. They just they get services from this facility. Yet in the normal population, they are not counted. So we run out of stock of the commodity. As per now, we don't have a farm tech. I'm the one who is dispensing the drugs. I'm the health record. I cut all across. Like now, we don't have artesunate, which is the second line treatment of malaria, because you are referring a patient just for that artesunate, yet you can do it by yourself. Anasema malaria ni miongoni mwa magonjwa yanayoongoza pamoja na homa ya matumbo, kuhara, pneumonia, kipindupindu na kifua kikuu. Hali ya afya si nzuri sana kulingana hii maji ndio tunatumia. Na hii maji iwezi kuwa safi kwa sababu watu hata wakienda karibu hapa unaona hiyo waste inarudi kwa hiyo maji. Walikuwa wanatumia sisi hizi maneno ya filters hizi ndogo. Hizo mandoo kama wanaweza kutumia watu wa Mageta, inaweza kusaidia sisi. Huduma za uzazi pia zimelemewa. Wakazi wanasema kituo hicho hakina wodi za kutosha, hali inayowalazimu wajawazito, akina mama waliojifungua na wagonjwa wengine kutumia nafasi ndogo zilizosongamana. Tunaomba ward kwa sababu hawa mama pia, kama unapata mtu anazaa na pia wewe uko na shida na unaenda kwa kitanda moja na mama, hiyo ni mbaya. Baadhi ya wanawake wajawazito wanadaiwa kujifungulia kwa wakunga vijijini kutokana na changamoto za kufika kituoni kwa wakati. Kwa wagonjwa walio katika hali mbaya, rufaa ya kwenda upande wa pili wa ziwa bado ni changamoto kubwa. Bila ambulensi iliyoko kisiwani, rufaa za dharura hutegemea boti ambazo mara nyingi huwa zimeenda ziwani kwa shughuli za uvuvi. Apart from motorbike, there's no other means. So you get by the time a mother prepares, gets a motorbike already, she has already delivered. Mtu anakufa hapa, lazima tupige tu simu huko ambulance akuje. Katimba ambulance atoke huko Usenge, akuje hapa, huyo mtu amekufa. Katika hospitali ya Wagai, eneo la Gem, kituo hicho kinahudumia zaidi ya watu 10,000. Malaria huchangia takriban 43% ya wagonjwa wanaolazwa hospitalini. Zaidi ya mzigo wa malaria, wahudumu wa afya pia wanakabiliwa na ongezeko la maambukizi ya mfumo wa kupumua, magonjwa ya ngozi na shinikizo la damu. Lakini hata hivyo, wagonjwa wanapoendelea kutafuta huduma, hospitali ya Wagai bado inakabiliwa na mapungufu makubwa ya huduma muhimu. Kituo hicho hakina idara muhimu zikiwemo huduma za meno, hali inayolazimu wagonjwa kutafuta vipimo na uchunguzi katika vituo vingine. There are some tests that we would wish to do, but we are not equipped enough to do. So there are some tests that we have to send our clients to Siaya for them. So they either go back to Siaya and come back for the treatment, or go back to Siaya and get the test plus the treatments. We have crack test that we don't offer because at the moment we don't have those machines for that. Sickle cell tests at the moment. And then maybe also would want in future to start transfusing instead of sending clients for transfusion in Siaya. Maafisa wa afya ya kaunti wanasema kuna hatua zilizopigwa. Mkurugenzi mkuu wa afya ya umma Kennedy Odhiambo anasema kiwango cha maambukizi ya malaria kimepungua kutoka zaidi ya 30% hadi takriban 29%. Huku maambukizi ya HIV sasa yakiwa katika kiwango cha tarakimu moja. There's clear testimony of the progress that has been done. Like for example, research is still on the beat of malaria, and just the introduction of the vaccine, that was a milestone. The bit that we as Siaya were able to do an IRS, that's a milestone to us. Hata hivyo, Siaya bado inakabiliwa na mzigo mkubwa wa magonjwa ya kuambukiza na yasiyoambukiza, yakiwemo magonjwa yanayotokana na maji chafu, magonjwa ya mfumo wa kupumua na shinikizo la damu. Odhiambo anaonya kuwa mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha hali hiyo na kutengeneza mazingira yanayochochea kuibuka na kusambaa kwa wadudu waenezaji wa magonjwa, huku jamii zilizo hatarini zikikabiliwa na vitisho vipya vya kiafya. The entomologists, when they do their particular exercises along the shores, they will see an increase in the number of mosquitoes or the vectors based on the fact that there are these climatic changes and the conditions that are favoring thriving of these larvae and also the vectors. So climate change is a real issue. Ili kuboresha utambuzi wa mapema wa magonjwa,
Kaunti inategemea wahudumu wa afya ya jamii. Katika huduma za HIV, Siaya imeanzisha mpango wa kina mama walezi kusaidia wajawazito wanaoishi na virusi vya HIV kuendelea na matibabu na kujifungua watoto wasio na virusi. For Siaya, we even introduced graduation for these mothers. Like if you are positive, you give birth to a child, you follow all these particular laid down protocols, and your child turns negative at age 5 or even 3, we graduate you. Sekta ya afya ya Siaya inaonyesha picha ya maendeleo na shinikizo kwa wakati mmoja, huku mgao mdogo wa bajeti katika sekta hiyo ukiendelea kuwa changamoto. Violet Auma, KTN. Hali hiyo katika kaunti ya Siaya itakuwa ni baadhi ya masuala ambayo mwenzangu Dennis Aseto atakuwa akiyazungumzia katika sehemu ya pili ya The Impact kwa lugha ya Kimombo. Sasa mimi kufikia hapo sina la ziada ila kusema shukran sana, lakini usiende mbali. Naitwa Suleiman Nyeri, kwa heri kwa sasa.